Ile ya saa 7 mchana, mtazamaji, ni taarifa ambazo tumekuandalia kwa kina na tendeti humo nchini na kimataifa. Mtazamaji, karibu. Jina langu ni Emmanuel Mara, tumakinike pamoja katika taarifa hizi. Na tukianza na taarifa ambazo ni za tanzia ambazo zinaweza kugubika maeneo mbalimbali. Mtazamaji, ni kwamba kisa kimoja pale ambapo mama mmoja ameuawa na mwanawe katika eneo ama mtaa wa Mukuru kwa Njega jijini Nairobi, ambapo kisa hicho kinatamasha zaidi, na wakazi wa maeneo hayo wameghadhabishwa na kisa hicho, wakisema ni mama ambaye alijulikana sana kwa bidii, ni mama ambaye aliishi na mwanawe na wanawe kwa muda mwingi zaidi, lakini kisa hicho kilitokea na kughadhabisha zaidi. Hata hivyo, kulingana na taarifa zilizopewa ni kwamba marehemu huyo kwa jina Mary Ndunge alikuwa na umri wa miaka 52 ambaye alifahamika mtaani humo kwa watu wengi zaidi. Hata hivyo, aliuawa na mwanawe ambaye ni kitenda mimba wake wa umri wa miaka 24 siku ya hapo jana. Polisi sasa wameanzisha msako mkali na uchunguzi wa kifo chake, huku mshukiwa huyo wa mwanawe akizuiliwa katika kituo cha polisi cha Villa Post. Mwili wa marehemu ukipelekwa katika hifadhi ya maiti ya City jijini Nairobi. Room number 103, kijana ambaye alikuwa mpole sana, lakini ni kuzangaza kwamba mnamo wa Jumamosi alikuwa na pesa kumkononi, ameishikilia akitembea, pesa mingi sana. So hatukujua ni nini ambapo ametoa hapi pesa, lakini baada ya Jumapili naye amepatikana akiwa mlevi. Naweza tu onya wengine, msikuwe na tabia kama hiyo. Ni mbaya sana, kwa sababu ukigeuza mama yako kuwa mwanamke sio poa. Vijana, acheni kutumia miadarati juu. Acheni kuoverthink akili zenyu na kujiingiza kwa vitu hazifai. Baka inafika pale unaingiwa na roho ya unyama man. Matumizi ya madawa, hii ndio huwa mwisho wake. Wawache kutumia madawa ya kulevya. Na administration ya Mukuru kwa Njenga, kuna idadi kubwa sana ya drugs, illicit brew ambazo zina flow na zimeharibu vijana wetu sana. Our boys are becoming zombies kwa sababu ya drugs, illicit brews na drugs ambazo zina flow kwa hii kijiji kwa idadi kubwa.